Kila mtu anayefunga anazo furaha mbili. Kila anayefunga kwa ujumla wake, umefunga una furaha mbili. Ula min farahatiha, furaha ya kwanza ya mtu anayefunga ambaye kaisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye anazungumza Mtume lakini an wahyi rabbih, kutoka kwenye maelezo ya Mola wake. Ni Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Kigoma ndugu Hassan Idi Kiburwa akizungumza katika ibada ya siku kuu ya Eid katika viwanja vya Kawawa Ujiji Kigoma. Akizungumza katika ibada hizo, Sheikh Kiburwa amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kuyaishi yale walioyaishi katika kipindi cha mfungo wa Ramadhani, kwamba yale maisha uliobahatika kuishi kabla ya Ramadhani yaishi tena hapa, unaweza ukafanikiwa vizuri. Watu wengine anaweza kuwa Ramadhani ni mtu mwingine na baada ya Ramadhani ni mtu mwingine. Lakini jambo jingine ambalo linasisitizwa ni kuwatembelea wagonjwa, watu ambao afya zao zimetetereka. Tuone namna ya kuwafikishia huduma. So maana tu unakwenda kumtembelea basi, hapana. Unamtembelea lakini anapata nafuu. Anapata hata Kapanado kidogo, anapata ampicillin kidogo. Ndio maana yake. Kuna mzigo mkubwa wa deni la matibabu unamsaidia. Ni katika mambo yanatakiwa kufanywa katika hizi siku zote tatu za Eid al-Fitr. Almuhimu ni kwamba hii siku yenyewe iwe ni siku ambayo furaha yake inaenea. Naye mkuu wa wilaya ya Kigoma ndugu Rashid Muhammad Chwachua amewaasa waumini wa dini ya Kiislamu kusherehekea sikukuu hizo kwa amani bila kusahau kuwaombea viongozi wa nchi. Tuendelee kutunza amani yetu. Mji wa Kigoma umetulia. Leo kama mji hautatulia, watu watasema wale wameanza upya. Masheikh wamezungumza. Tukasherehekee kwa amani na kwa mila na desturi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La pili, tuwaombee viongozi wetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote, pamoja na mkuu wetu wa mkoa, utulivu mnaouona kwa sababu yuko mtu hapa mkoani anasimamia utulivu huu, na si mwingine ni mzee wetu Kamishna Jenerali mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Mheshimiwa Tobias Andengenye. Kwa upande wao, waumini wa dini ya Kiislamu wamezungumzia yale waliojifunza katika mfungo wa Ramadhani, huku wakiwahimiza Waislamu wote kuzingatia ibada. Mimi naitwa Alhaji Hussein Ibn Musa, Sheikh wa wilaya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, wilaya ya Kigoma mjini. Naam, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama unaofahamu, Ramadhani tumeimaliza, na Ramadhani ilikuwa ina mafungu matatu. Fungu la kwanza lilikuwa ni fungu la rahma, fungu la pili lilikuwa la maghfira, na fungu la tatu ni itqu minan nari, kwamba watu wanasamehewa katika yale ambayo waliyofanya mambo ya ibada, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nawahusia ndugu zangu Waislamu na ni Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu kwamba tumemaliza Ramadhani. Kwa tuende huu utulivu uliokuwa unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuendelee nao. Na kama unafahamu leo ni siku ya sherehe. Leo tunasherehekea katika masiku haya matatu. Kwa tuendelee kusherehekea katika jambo la kheri la kujikurubisha kwa Mungu, lakini pia tusiendelee kuyafanya maasi ambayo tulikuwa tumeacha kwa kipindi cha siku 29. Kwa majina naitwa Maimuna Athmani kutokea mkoa wa Kigoma, na sasa hivi tupo katika uwanja wa Kawawa. Baada ya leo nimejifunza kwamba tunajuana na watu, pia tunakuwa tumemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kushiriki katika swala Eid. Kwa jina langu naitwa Lowassa Idadi Kagizo, nikiwa nimeshiriki ibada ya Eid al-Fitr. Ibada ya Ramadhani ni ya muhimu sana, lakini tuendelee kutekeleza ibada ya Allah kila siku na tuiombee nchi yetu amani na utulivu katika uchaguzi wa mwaka huu. Kwa majina naitwa Aisha Saidi Hassani kutoka mkoa wa Kigoma Ujiji. Kutokana na Eid hii tulisherehekea siku ya leo, tujifunze tumefunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumetubu. Ni mwezi wa kutubu. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tusiweze kufanya machafu tena tuliokuwa nayo ndani ya miezi iliyopita.
kuanzia hivi leo tutokee kuwa wasafi mpaka muda unaokuja mbeleni. Mimi naitwa Ustadhi Kidha Hemedi Anzuruni, mjumbe wa Baraza Kuu la Islamu Tanzania BAKWATA. Kwa mwezi mzima Ramadhani nimejifunza kuwa na imani, nimejenga imani, nimeangalia tukufu mwezi huu unaweka watu katika kuwarudisha katika kuwatoa katika mabaya kuwaweka katika mema. Nesta Masangula, Kikora Media.